mkuu Kassim Majaliwa alikuwa anazungumza kwamba approximately kama watu 800,000 ambao wameajiriwa. Kwa hiyo miradi hii ni very muhimu sana katika nchi na inaleta mapinduzi makubwa katika nyanja kwa mfano za kiuchumi, katika kilimo kama nilivyokuambia. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama Watanzania ambao tuna miradi yetu tuwe proud. Alafu pia tuwe watu ambao ni supportive kwa serikali kuhakikisha kwamba hii miradi inafanikiwa, kwa sababu mwisho wa siku inakuja kurudi kwetu na kufanikisha kama nchi. Labda nikupitishe kidogo standard gauge, tusiangalie tu Tanzania. Sawa. Tuangalie hata na kwa wenzetu. Standard gauge ipo Kenya pia. Sawa. Bwana hao jamaa mradi wao ni Mombasa tu Nairobi. Mombasa kwa Kenya ni sehemu ambayo ndio kuna port, bandari. Ni kweli. Na ukiangalia hizi gauge, standard gauge, Benki ya Dunia wenyewe wanakuambia hizi zipo sio tu kwa abiria. Kwa ajili ya kusafirisha mizigo, cargo. Kwa hiyo kutokana na demand kubwa ya mizigo mingi kutoka Mombasa kwenda Nairobi, mji mkuu wa Kenya, si ndio? Jamaa wakaja na hiyo proposal kuleta reli ya standard gauge. Na sio reli tu, wangeweza kuleta treni ya kawaida. Ila kwa kuwa ni standard gauge inatembea kilomita 120 kwa saa. Speed hiyo. Kilomita 120 kwa saa. Kwa hiyo inarahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka kwenye bandari ya Mombasa inaenda Nairobi. Yaani hii distance hapa ya kupita Kilifi, Kiwale, counties, Kenya wanaita country, mikoa. Kilifi, kuna hiyo Kiwale, Taveta, Machakos, Kajiado, hadi unafika Nairobi. So ni inategemea 120 kilomita 120 kwa saa moja. Sasa faida ya gauge ile Kenya inaleta kitu hiki? Speed summarization. Yaani distance ya kutoka Mombasa hadi Nairobi ilikuwa ni masaa 10 hours kwenda hivi. Ila hii standard gauge electrified train ambayo inatumia umeme ni 4 hours. Kuna kitu kimekufikirisha kutoka masaa 10 on the way inakuja hadi masaa 4. Yaani maana yake general distance ya kutoka Mombasa hadi Nairobi ni kilomita 480. Kila lisali moja inatembea kilomita 120 kwa saa. Hiyo ukizidisha mara 4 ni kilomita 480. 120 kwa saa. Kwa hiyo imesummarize kwa Kenya pia transportation imeongezeka ya hizo mizigo kutoka ports. Hao wenyewe wanakuambia Benki ya Dunia, ukiwa na standard gauge lazima utegemee kuzalisha tani milioni 22 kwa mwaka. Annual. Utegemee kwamba tani milioni 22 zinaweza kuwa transported ili kufidia ile demand, matumizi ya umeme nini ya abiria. Na of course na Tanzania kuna mizigo mingi ambayo imetumika kwenye macontainer. Hasa ukiangalia Nairobi kulikuwa na zaidi ya malori 50,000 yanapita barabarani na mizigo. Sasa nao kutokana na mradi wao huo yamekuja kwenye gauge kwamba watatumia treni za umeme kusafirisha mizigo yao. Na ishaanza kuweka out. Hiyo project ilianza 2013 utengenezaji, rasmi wakaanza 2014. 2017 ikaanza. Ikakimbiza 2018 wana treni yao maarufu inaitwa Madaraka Express. Ilibeba watu zaidi ya milioni 2 kwa mwaka. Hadi mwaka 2018 Madaraka Express treni ya standard gauge inapewa majina. Ilitembea kilomita ilibeba abiria milioni 2 annual na inabeba cargos nyingi, imerahisisha transportation. Pia jamaa wana extend Shitu Nairobi. Kwa maisha hiyo ni nchi yenyewe ni mafanikio ya standard gauge Kenya. Kwa case study ya Kenya tu tukiangalia. Maana tuangalie hata na mifano nchi zetu. Sasa wana mpango usibashia Nairobi, ina extendiwa Nairobi tu Naivasha. Yaani gauge inaongoza. Hiyo imeanza Oktoba 2019 under construction. Wana nyingine project yao ambayo iko under construction. Mombasa tu Kigali. Tunarudi kule kwambia. Hizi gauge kuinterlink East Africa. Mombasa tu Kigali iko under construction sasa hivi. Kwa hiyo ikikamilika nayo itakuwa project kubwa zaidi. So na Kenya ni moja kati ya gauge kubwa sana kwa upande wa East Africa. Na ambayo ishaanza kuweka out. Sasa tumetumia case study yao hata kuona. Wao washaanza inaleta impact gani? Kenya wanasafirisha tani milioni 22 kwa mwaka. So unaweza ukaona hiyo inanili. So tutegemea hata Tanzania kwetu tutakuwa na transportation ya cargo itarahisisha, itapunguza malori barabarani. Ni moja kati ya significant ambazo kupata kutoka na standard gauge. SGR. Na unajua ile link Ethiopia. Si ndio? Standard gauge kubwa East Africa unajua? Kijana ni juzi. Mimi napenda kufuatilia vitu hivyo ndipo. Kutokana na kwamba kuna vitu vinaweza vikawa naendelea, tunaona kwamba hii inaita fursa gani?
Sasa lakini hiyo geji inasaidia. Ethiopia ni kubwa. Kuna hii Ethiopia Djibouti. Djibouti wana bandari kubwa unajua. Nadhani East Africa tuko ni bandari kubwa zaidi. Okay. So Djibouti ina interlink nchi moja na nchi nyingine. Ndio maana inaita standard gauge kubwa ambayo ikishaanza kuweka out. Inatoka Djibouti. Djibouti ndio kuna port. Okay. Mizigo mingi ya nanili Ethiopia. Transportation yao bandari wanayoitegemea ni ya Djibouti. 95% ya mizigo ya Ethiopia inatumika kwenye bandari ya Djibouti. Sasa ile bandari ya Djibouti kwa sawa ikabidi watengeneze link. Link tunatengenezaje? Tuna train yenye kasi yenye speed. So ina interlink hiyo Djibouti Ethiopia na yenyewe wakati inatengeneza bongo la fursa. Watu wengi waliajiriwa and stuff like that. Afu nanili ya Ethiopia nao wameitanua. Ethiopia unatoka Ethiopia Addis Ababa unaenda nanili Addis Ababa. Unaenda Wediya unaenda Mekele. Hizo ziko ndani ya Ethiopia. Lakini general ndio hiyo inaenda distance hiyo kwenda kwa East Africa. So lakini ndio hivyo, yaani kwa general kwa ukubwa kama nilivyosema awali, standard gauge kubwa ni ya Morocco. Morocco. Hiyo wanaita high speed train. Wana lugha yao ya Kiarabu wanaita Al-Borak. Yaani ukifika pale Al-Borak maana yake ni ile high speed train. Walikuwa na train Morocco. Lakini zile high speed train zilikosekana kwa muda mrefu. Okay. So iko hiyo ilianza tangu 2013 huko. Sawa. Yenyewe ni high speed Al-Borak, yani kwamba ina linki Tangier, Kenitra, sawa. Unaenda Rabat, unajua mji mkuu wa Morocco. Inaingia Casablanca, ni high speed. Bwana hiyo inatembea kilomita 320 kwa saa. Hatari. Ya Kenya 120 kwa saa. Yule mwamba anatembea 320 kwa saa. Standard gauge, hizi gauge, hiyo ni high speed train. Imesaidia nini Morocco? Bro, fuatilia website kubwa zozote za tourism, za utalii duniani. Wanakuambia katika sehemu ambazo salama, katika kama unataka kusafiri duniani, basi uweke kwenye list ni Morocco. Sehemu unataka kusafiri salama kwa wewe mtalii, utaenda kuenjoy 100% VIP. Morocco. Kitu gani kimeipush hiyo kwenye tourism? Train ya umeme. High speed train 320 ina maana unatoka Tangier unaenda Kenitra, hizi ni miji ya kitalii ya Morocco. So imerahisisha ule ufasta. Kila lisali moja unaambia Morocco utakutana na train inaenda ama inarudi. Nyingine inaenda Rabat, nyingine inaenda Casablanca. Hao jamaa watakuhost kombe la dunia hiyo. Uliona? Katika vipengele vya kuhost kombe la dunia lazima una transportation system nzuri. Kama una mwewe mzee, basi uwe chini vizuri. Sasa Morocco wamewekeza sana kwenye hizo. Sasa so hata hii train yetu standard gauge ambayo inatoka Dar, Morogoro, Isaka, Mwanza itakuja kuleta impact nyingine kwenye utalii. Au tuligusia? Kweli. Kwa engo hiyo. Ina maana kuna watu watahamasika, wataboost. Kuna transportation. Naweza nikaenda Morogoro lisali moja, si ndio? Mtu anaenda kufanya misha zake Morogoro anarudi zake Dar. Morogoro karibu na unaweza kaenda Seru kidogo. Unaona? Tourism ndio inakuwa kwa style hiyo. So serikali kwa macho mengine 10 inakuwa karibu pale. Inakuwa karibu. So serikali kwa macho mengine inaweza kaona kwa engo hiyo kwamba tourism kuangalia reference ya uchumi wa Morocco uko juu. Unaambiwa 50% kwa sawa 40 ya watu wa Morocco wanaishi diaspora. Yaani ni background zao, watu ukiangalia wachezaji wengi kina Hakim Ziyech. Mpaka ufundi huko Chelsea. Hilo unakuta hajakulia kule. Nilikuwa nasikia story moja inasadikika Riyad Mahrez wa Algeria yule. Hata Algeria hapa juu. Yaani hana makana ndugu, yani na ndio timu yake ya taifa. Ndio timu yake ya taifa. Umeona? Yaani kwamba ile geji haijui kwamba ni nanili. Yaani hajui kama ni nini, kwamba amekulia nje. Sasa hata watu Morocco kutokana na boda yao wengi wako Spain, sababu sio wako karibu na bahari. Okay. Wako karibu na nani za diaspora. So kutokana na hiyo promotion, kitu kingine kilicho promote hizo movement nini? Kwa ndani ya nchi generally ni hizo transportation za standard gauge system, yani train ya umeme. So naangalia kwa jicho lingine. Sijala mzee itatulipa sana na tunaetu. Au una beti yako? Na kabisa itatulipa na tuendelee tu kwa uvumilivu, kwa patient, tuone mradi uanze. Na nasema kidogo wanasema pole ndio mwendo. Sasa hivi tutaona kwa sababu tayari tumeshaanza kuona da Moro inaanza kuruti soon inaanza. Kwa ikianza tutakuja kuona haya matunda ambayo yanaonekana nchi zingine na sisi tutakuja kuyaona kwa picha kubwa, katika picha kubwa, na tutakuja kuona namna gani ambayo tunaweza
leta pia hizo strategies zingine za kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nimekuelewa sana. Lakini strategic lakini pia ni kama nilipokuambia, hivi vitu vyote ambavyo tumeviona kwenye vinchi havikutokea wenyewe, hasa nilivyokuambia mara kwanza. Hivi vitu vilikuwa nyuma, kulikuwa kuna viongozi. Umeona, kulikuwa kuna viongozi ambao walipush hizi agenda katika nchi zao. Zikaweza kuonekana katika uhalisia na zikaja kuleta impact kubwa. Umeona? Na ukimwangalia kwa mfano, umezungumzia hapo nirudi, kuna mtu mmoja anaitwa Lee Kun. Waziri Lee wa Singapore. Huyu waziri ukiangalia mafanikio ya Singapore. Kwanza Singapore ni moja kati ya nchi ambayo haina zile tunasema zile natural resources. Hamna Singapore. Yani ile zinaitwa natural, zile asili, yani kama asiyo kuna vitu fulani madini, ardhi zenye rutuba, yani wamekosa. Lakini mfano kama ilivyo Tanzania. Lakini kama vile lakini wao wana bandari. Waliamua kuwekeza katika walivyo navyo. Kwa hiyo waziri mkuu Lee ni moja kati ya mawaziri mkuu wa Singapore ambaye amefanya mabadiliko makubwa nchini Singapore. Kwa hiyo alifanya mabadiliko hayo kwa kuweza kufanya transformation ya bandari. Unaambiwa hakuna bandari kubwa yenye usalama na ambayo pia ni easy kufanya biashara kama bandari ya Singapore. Singapore moja ya bandari kubwa sana katika ukanda huu, unafanya vizuri. Bandari ni roho ya uchumi, ni roho kabisa ya uchumi. Kwa hiyo wale waliinvest kwenye vitu ambavyo waliona wanavyo na wakavi-utilize vizuri, yani wakavitumia vizuri. Yani ukienda pale kuna port Singapore, zinakuja meli zinashusha mizigo ya maana. Kwa waliamua kutengeneza kwamba sisi tunajua kwamba hatuna dhahabu, vitu ambavyo vinaweza kutupa nani, lakini wana utalii tu wa kawaida wa zile majengo mjini, milima fulani, lakini hawana, sio matajiri katika natural resources kama sisi Tanzania kama Bongo. Lakini wana vichache na waamua kutumia vichache hivyo na kuwa sasa hivi moja kati ya nchi tajiri. Jana walitoka katika nchi ya kuwa inaitwa developing countries kwenda kuwa developed countries. Singapore developed, ni developed country. Wametoka kwenye development. Hapo unaweza kuchukulia poa. Mji mdogo. Lakini transformation kubwa ilifanya, na waziri huyu alifanya transformation kwenye masuala ya viwanda. Kwa hiyo wakaanza kujenga viwanda, na sio kujenga wao viwanda, walifanya kitu kimoja kinaitwa foreign investment. Hiyo inaitwa kuwaleta wawekezaji kuja kuwekeza. Wao marafiki zao walikuwa Japani na Marekani. Wa Marekani na wa Japani ni watu wengi walioinvest Singapore. Kwa hiyo waziri huyu alifanya ile inaitwa nini? Unaitwa uhusiano, kuchochea uhusiano wa Marekani na Japani, na kufanya yale makampuni makubwa yaliyoko Marekani na Japani kuja kuinvest katika Singapore. Kwa sababu kuna viwanda Singapore vikubwa sana, lakini inawezekana ukajua sometimes kama sio vya Singapore, lakini kuna zile share, nchi inaingia share, lakini kwa vingine ni vya watu ambao wako kwenye nchi zingine kama Marekani. That's why nikasema kwamba hii miradi pia inaendana na kwa namna gani viongozi wanaweza wakawa ni wako nyuma ya hii miradi. Viongozi ndio wanatengeneza structure na nini inaitwa dira ya nchi. Bwana twende huku. Umeelewa? Kwa bwana twende huku. Kwa hiyo Lee wa Singapore ni mmoja kati ya waziri mkuu ambaye alifanya mambo makubwa sana katika nchi ya Singapore. Kuleta hiyo impact. Yani ni mkati ya waziri ambaye yupo sasa hivi au ni ameshafariki, na ni mmoja kati ya waziri ambaye ani remarkable leader. Unajua wale viongozi wanaacha alama. Wamefanya ile, yani leo ukiangalia Singapore huwezi kumtaja waziri mkuu Lee kwa mafanikio makubwa aliyofanya. That's why mimi niko katika positivity sana. Niko katika kuangalia, niko na mtazamo chanya sana. Unajua hata Adolf Hitler, Angela Merkel anakuambia historia ya Adolf Hitler ni kama punje dogo tu hivi. Kwenye historia ya Marekani ya Ujerumani. Unaona alivyomkataa? Ni kama wanajisafisha hivi. Huyo nani Angela Merkel, kansela wa anakuambia historia ya Adolf Hitler ni kama tone dogo tu katika legacy ya Ujerumani. Yani haina impact yote, yani ni kama alikuwa anasema haina mchango wote. Ila kuna watu wanasema ni kama anajivua. Na kwa nini anasema hivyo? Ni kutokana na ile image ya Adolf Hitler ambayo dunia inamtambua. Ile portray ya kuwaua wale Jewish watu kwa sumu nini, alikuwa ameua sana. Adolf Hitler alikuwa anaandikia mikono miwili. Barua anaandika mkono wa kulia na kushoto. Umeona? So yule mtu mimi ni moja kati